hutenda kisha akafikiwa na Mungu katika yale matendo. Mtu hutenda kisha akapata taufiki ya Mungu kwa yale matendo, au akapata kabuli. Ndipo nikakwambia mawili yanaopeana mkono kati ya taufiki na kabuli. Taufiki ya Mungu ukipata, umekubaliwa uyatendayo. Ukikubaliwa uyatendayo, hiyo ndiyo taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ni vitu viwili vya kufaa mtu kuviomba kulipo porojo nyingi na maneno mengi baada ya kutenda ibada ambayo ni muhimu. Kwa hiyo kabuli ni al-muwafaqa wa huwa min ni'amillah. Muwafaqa, kupewa taufiki, ni katika neema za Mungu wa alal insani, kwa mwanadamu. Wewe mwanadamu ukipewa taufiki na Mungu, ukipewa kabuli na Mungu, wallahi umepata neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neema hii ya kabuli, sikiliza wanavyoona wanasema, yadha'uhu fi wajhi, Mungu huiweka kwenye uso wa mtu. Yani mtu tuneja uso wake ukawaona kabuli kwenye mambo, mpaka sisi tukasema uso wake mzuri kwa kinaye, kumbe yule ni mtu aliyopata kabuli. Au sauti, ama sauti, mtu akampa mja wake kabuli katika sauti, akizungumza kitu ni kitu cha maana na sauti yake ikasikika, si uhodari wa mtu wala ufasaha wa mtu, bali ni taufiki ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake. Au hadithi, ama kwenye mazungumzo, au mujarradi hudhuri lafiti, ama mujarrad wa hudhuria mtu kwa nguvu, yani ikawa mtu analolifanya anauhudhurisha moyo wake kwa kasi kwa analolifanya. Mathalan, unaporukuu, kurukuu ni katika kilele cha unyenyekevu katika rukni za swala. Hata Mungu katika swala yote tunaoiswali kataja sifa mbili ambazo zina nzito: tarahum ruk'an sujada. Wanazuoni wamezungumza mengi kuhusu umuhimu wa kurukuu na kusujudu, bali kusujudu ina uzito zaidi, kwa sababu ukisujudu ndio uko mbele ya Mungu zaidi, uko karibu na Mungu zaidi. Sasa ile hudhuri yako na zile shughuli zako ziwe katika sida, nimesujudu, niko mbele ya nani, zile hisia zako ndio utazidi kuwa mnyenyekevu na tazidi kuwa na udhila. La yataammaduhu au yaksiduhu, hudhuri ya moyo wa mtu kwenye mambo ikamjilia bila kukusudia wala bila kutegemea, pengine tu ni katika mapenzi ya Mungu kwake, na kwa kuwa mtu ni walii katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Wanavyoona wakasema hivi, alqabulu ni'matun min Allahi, kabuli ni neema kutoka kwa Mungu. La tuqaddaru bi thamani, haikadiriwi kwa thamani. Hakuna thamani ya kabuli. Leo wewe umeandikiwa kabuli na Mungu, haina thamani. Thamani yake ni kubwa sana, haifikiwi kabuli ya Mungu kwa mtu na thamani ya chochote tunachokijua kwa kina thamani. Hayo tuyafahamu vizuri sana. Liannaha, kwa sababu alamatu hubbillahi laka, hiyo ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Mungu akikupa taufiki kwa uyatendayo, Mungu akikupa kabuli kwa uyatendayo, ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Na Mungu ana vipenzi vyake, na pana vipenzi vya Mungu hapa duniani, na vipenzi vya Mungu huitwa auliyaullah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun man hum alladhina amanu wa kanu yattaqun. Vipenzi vya Mungu. Kwa hivyo ukipata taufiki ya Mungu na kabuli kwenye kutenda, ni kipenzi cha Mungu na ni alama ya kukubaliwa. Istamia, fala taghtarra bi nafsika, usijihuri kwa nafsi yako, usijidanganye kwa nafsi yako. Fama ahabbuka illa li jamili sitri llahi li khafayaka, watu hawakukupenda wewe, wala hakuna kampeni ya mtu apendwe na watu isipokuwa
walikupenda kwa uzuri wa sitara ya Mungu ya mengi ya maficho yako. Kuna mengi twayafanya tumeyaficha, na hayo mengi tuliyoyafanya ambayo tumeyaficha Mungu ametusitiri nayo. Kwa hivyo si uhodari wa mtu wa pendo la watu kwake, waweza ukatoa mpaka ukafa kutoa, na kila ukitoa watu huzidi kukutukia. Waweza ukawalisha watu katika maisha yako yote, na kila ukiwalisha na bahasha juu wakazidi kukutukia. Waweza ukafuturisha watu mwezi nzima, ukawapa na gunia la nguo za sikukuu, lakini wakazidi kukutukia. Pendo la watu kwako, hata kama hukuwatendea lolote, ni taufiki ya Mungu, sitara ya kusitiri maficho yako mengi uliyoyaficha. Mungu akayapa sitara. Kwa hivyo usijihuri kwa hayo. Waislamu watukufu, ikiwa kwa ufupi sana kulingamana na wakati, taufiki na kabuli ni mwanadamu aombe sana sana, kwa sababu Ramadhani ni mwaka ujao. Mwaka ujao ikija Ramadhani, sio sisi sote tutakuwa wenyeji wa kuipokea. Itaingia Ramadhani ipate wenyeji wa kuipokea. Ramadhani iwe mwalimu wa mtihani wa watu wengine, na sisi tulioipokea tumeenda kwenye maisha mengine, kungoja kutoka kwenye maisha kwenda kwenye maisha, tuwepewe resulti zetu za mitihani kwa kuambiwa ikra kitabaka kafa binafsika yawma alayka hasiba fala taqtar, usijihuri kwa lolote unalotenda. Omba taufiki ya Mwenyezi Mungu na uombe kabuli. Ndivyo walivyokuwa salafu na saleh. Ndugu zangu katika imani, hebu tuitoe hadithi iliyoko katika Sahih Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, inipe matumaini mimi na ikupe matumaini wewe, tuwe na mwelekeo ufaao mtu kuelekea na kumuomba Mungu taufiki, kwani mwanadamu yaqtarihi al-khalal waz-zalal wal-hafwa wal-kamalu mutlaq lillahi tabaraka wa taala. Tumuombe Mungu taufiki na kabuli, na tuyapunguzeni tulionayo, kwa sababu hayatufikishi popote wala hayatupi thawabu zozote. Ipulike hii hadithi. Wako watu katika dunia hii vipenzi vya Mungu, na Mwenyezi Mungu amewapa kabuli, na kama walivyotokea watu katika dunia hii watembea wakijijua min annahum min ahli janna. Allahu akbar. Wanatembea, waenda mashamba, waenda masokoni, wafanya biashara zao, mtu akijua yote haya nayafanya na najijua mimi ni katika watu wa peponi, kwa bishara zilizokuja na kwa taarifa za uhakika zilizotoka kwa al-haqqul mubin, zikaja kwa as-sadiqul amin Muhammadun alayhi salatu wassalam. Mimi na wewe sasa kwenye yote tunayotenda na mivurugo yote tulionao, nani atakayejasiri kusema atanazzahu wa ana a'rifu anni min ashabi janna? Abadan abadan abadan. Falinatadarra ila Allah bid-du'a wa tawfiqi na qabuli.